Torati 29 na ule mstari wa 29. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Bwana Yesu abariki. Amen. Tukae. Basi tulikuwa na mafundisho kuhusu mstari huo kwamba mambo yaliyofichwa ni ya Bwana, yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na tumekuwa tunajifunza hivyo kwa sababu kuna watu wengi unapowasomea maandiko, labda unawashuhudia, unaelezea habari za Yesu Kristo, unakuta kuna mambo ambayo wanakuwa hawayaelewi vizuri. Kwa sababu yale mambo hawayaelewi vizuri, wanaanza kusema kwamba yale mambo ni mambo yaliyofichwa ni ya Bwana. Kwa hiyo ina maana tuyaache, tusianze kujadili hayo mambo kwa sababu ni ya Bwana. Lakini wakati huo hayo mambo yanakuwa yameshafunuliwa. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo huu mstari unakuwa ni kama kichaka fulani cha watu kujificha ili wasiweze kujua siri za Mungu. Sasa tukaeleza jinsi ya kufunua siri. Haya mambo yaliyofichwa ni ya Bwana, yaliyofunuliwa ni yetu sisi. Tukaeleza jinsi ya kufunua hiyo siri. Katika maelezo tulioeleza tukaona kwanza, Biblia nzima hii ni neno la Mungu na Biblia nzima imeandikwa kwa mafumbo. Ni kitabu chote. Kwa sisi waaminio tunaposoma kitabu kile cha Ufunuo tunaona kimefungwa kwa mihuri 7. Na kuna wengine wanasema kitabu cha Ufunuo wa Yohana ndio kimefungwa kwa mihuri 7, vingine havijafungwa. Lakini unaposoma vizuri kitabu kile utaona kitabu cha Ufunuo wa Yohana kimekusanya Biblia yote kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo ni kitabu kile kinaelezea Biblia yote. Kwa hiyo Biblia yote imefungwa au imeandikwa kwa mafumbo au imeandikwa kwa mifano. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa yale mafumbo ya kwenye Biblia yamefunuliwa umo ndani ya Biblia. Bwana Yesu abariki sana. Kwa jinsi hii tukasoma maandiko, jinsi ya kuyafumbua yale maandiko. Amen. Tukasoma maandiko kidogo kwenye kitabu kile cha Wakorinto sura ile ya 13. Tukaona kwamba sura ya 13 kitabu cha Wakorinto wa pili tunaona inaeleza kwamba Paulo alisema neno lazima lithibitishwe kwa mashahidi wawili au watatu. Kwa hiyo sheria ambayo imewekwa hapo, tunaona kwamba kama unaeleza neno la Mungu au mtu fulani anasema neno la Mungu, inawezekana kuna mistari miwili ambayo inakuwa inapingana. Yaani unasoma mstari fulani kwenye Biblia na mstari mwingine, ule mstari unaousoma unakuwa kama unapingana na huu mwingine. Sasa kila mtu anakuwa ameshika upande wake, anadai kwamba yeye ndiye anasema kweli. Kwa hiyo tukaona kwamba ili tujue mkweli ni yupi, lile neno lina mashahidi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na mashahidi wa neno la Mungu tunaona ni mitume 12. Kwenye kitabu cha Matendo sura ile ya 10 mstari wa ngapi pale na kuendelea. Kitabu cha Matendo sura ya 10 pale, ukisoma nyumbani kwa Kornelio pale, utakuta vile ambavyo Petro alikuwa ni shahidi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Matendo sura ile ya pili ya 10 ukisoma pale. Amen. Utakuta Paulo anasema yeye ni Petro anasema mitume 12 ndio mashahidi wa Yesu Kristo wa neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo inatakiwa tuangalie neno linavyosema. Bwana Yesu abariki sana. Kama tunafungua tukatoa mfano kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mathayo 20 na ngapi? 28 mstari wa 19. Vile Mathayo inasema kwamba mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu Matendo sura ya pili mstari wa 38, Petro anasema tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Hata tumepata kundi la Wakristo wengine wanabatiza kwenye maji mengi, ni sawa, ila wanabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na Wakristo wengine wanabatiza kwenye maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo kufuata Matendo 2:38. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo tumekuwa na makundi haya mawili yanabishana. Hao wanasema ubatizo kutumia jina la Baba na Mwana Mtakatifu ndio sahihi. Wanasema ubatizo kutumia jina la Yesu ndio sahihi. Kwa hiyo wanabishana hawa watu. Hasa tunataka tutafute mkweli ni yupi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa katika kutafuta mkweli tukaona kwamba ubatizo kwanza, hawa mashahidi ambao ni mitume 12 ndio wamebatiza kwa jina la Yesu Kristo. Walioagizwa kwanza ni mitume 12. Sasa 12 hawa mitume tunaona kuna mashahidi wangapi? Watatu waliobatiza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Shahidi wa kwanza alikuwa ni Petro, Matendo sura ya 2 mstari wa 38.
Shahidi wa pili akawa Filipo, Matendo sura ile ya 8 mstari wa 16, Filipo anabatiza kwa jina la Yesu. Petro akatoa ushahidi tena mara ya pili kwenye kitabu cha Matendo sura ile ya 10 na mstari ule wa 48. Petro tena anabatiza mara ya pili kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Tunaona tena kitabu cha Matendo sura ya 19, shahidi mwingine anaitwa Paulo, naye anabatiza sura ya 19 mstari wa 5. Paulo anabatiza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo tunaona wao ni mashahidi wanabatiza hivyo. Lakini tunaona huyu Mathayo ndio ameandika mkabatize. Yesu alisema, Mathayo alishuhudia pale Mathayo 28:19 kwamba enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi mkawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hii ya Mathayo iko pale pale kwenye Mathayo sura 28 mstari wa 19, basi hakuna shahidi mwingine aliyeshuhudia. Tena sio anabatiza pale, anaagiza kwamba ni agizo, anaagiza wakabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafanya mataifa wote kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Hilo ni agizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waagizwaji walioagiza walipokwenda kule, hakuna aliyebatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wakabatiza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo tukaona Mathayo 28:19 ni fumbo, na kulingana na nabii wetu William Marion Branham ametufunulia akasema kwamba jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu hilo ni fumbo, kwa sababu baba sio jina. Hapa tulipo sisi wanaume kila mtu ni baba. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Lakini watoto wetu wakiulizwa jina la baba yao hawasemi kwamba baba yetu ni baba. Jina lake wanasema jina. Kama mimi naitwa Wilfred, wanangu kwa sababu wangu anaitwa Wilfred. Watoto wenye akili lakini. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Watoto wasio na akili wanasema baba anaitwa. Hao ni watoto wadogo, akili kidogo. Kwa hiyo Wakristo wanaobatiza kwa jina la Baba ni watoto wasio na akili, niseme kabisa hivyo. Hawajui baba jina lake ni nani, hawajui kama baba ni sifa. Bwana Yesu abariki sana. Hiyo nabii Branham ametufunulia hivyo. Na hilo ni fumbo linafunuliwa sasa. Na mwana sio jina. Kila mtoto anayezaliwa ni mwana na kila mtoto ana jina. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo jina la mtoto wa kwangu mimi nimesema kwamba yuko mmoja anaitwa Rebeka, mmoja Faraja, mmoja Gift. Hayo ni majina ya wanangu mimi. Hawaitwi watoto. Ila watu wataponiuliza watasema tunaomba jina la watoto wako, majina ya watoto wako tupe. Na mimi sisemi watoto wangu wanaitwa majina yao watoto. Na kuwa sina akili. Watasema huyu baba ni Taira. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tumepata hiyo kutoka William Marion Branham. Na vile vile roho, tukaona roho sio jina. Bwana Yesu abariki sana. Sasa Mungu tuliumbwa kwa mfano wa Mungu na Adamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanzo 1:26 inasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Huyu Adamu aliumbwa akiwa mtu mmoja. Kama Mungu ana nafsi tatu au Mungu ana majina hayo matatu kama vile tunavyofunuliwa tunapoambiwa, ilibidi Adamu wawe watatu, awe mtu lakini wawe watatu, akiwa na nafsi tatu. Lakini Mathayo hiyo Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 inasema Adamu akawa nafsi hai. Mungu alipopulizia pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo mtu sasa amefanana na Mungu. Mungu yuko kama mimi nilivyo. Bwana Yesu abariki sana. Hasa mimi nilivyo nina sehemu hizo tatu zote. Mimi ni baba kwa wazazi wangu. Mimi ni mwana, ni mwana kwa wazazi wangu wamenizaa. Mimi ni baba kwa wanangu nimewazaa. Mimi ni roho kwa sababu sijafa, niko hai, nina roho hapa. Lakini Baba, Mwana na Roho sio jina langu. Kwa hiyo tunaposema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni mtu huyu mmoja, ila ni hatua zake tatu. Kama mimi hatua ya kwanza nilikuwa mtoto, hatua ya pili nimekuwa baba, hatua ya tatu nakuwa babu. Haleluya. Sio watu watatu. Kwa hiyo yeye akaiweka hivyo, ndio akasema jina lake anaitwa Bwana Yesu. Huyo Mungu ambaye ni mmoja, haitwi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tukafasiri sasa hivyo kwamba ili Mathayo ilikuwa ni fumbo, Mathayo 28:19, lakini Mathayo Matendo 2:38 na 2:10:48 hiyo ilikuwa imefumbua fumbo la Mathayo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo haijafichwa. Bwana Yesu abariki, iko wazi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa baada ya hayo tukasoma tena tukaona jinsi ya kufasiri kwenye kitabu kile cha waraka wa Petro. Tunaona jinsi ya kufasiri kwamba neno alifasiri kama apendavyo mtu fulani tu.
Bwana Yesu abariki sana. Amen. Neno la Mungu linajifasiri. Kwa hiyo kama nachukua maandiko nasoma mimi kwenye Biblia, inabidi nichukue andiko fulani nifasiri kwa andiko. Hatuhitaji kuchukua maneno ambayo hayajaandikwa. Kuna Wakristo wengi wanasoma Biblia alafu wanaanza kufasiri mambo ambayo hayajaandikwa, wanadai Roho wa Mungu kawafunulia. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hii Petro inasema kwamba waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 20 inasema kwamba neno la Mungu alifasiri kama apendavyo mtu fulani tu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa maana wanadamu waliandika haya maneno ya Mungu wakiongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hiyo unaposoma Biblia ni Roho wa Mungu yule ameandika yale. Amen. Kwa hiyo wewe huwezi ukasema una Roho wa Mungu alafu unayoyasema yako kinyume na Biblia inavyosema. Kama unasema kinyume na Biblia, huyo Roho sio wa Mungu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Ni roho wa mpinga Kristo. Ndio tukaona baada ya hayo sasa, ili tukaziwe vizuri, nabii huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 22 mstari wa 18 na 19, Yohana anasema kila mtu anayesikia maneno ya unabii wa kitabu hiki, atakayeongeza ataongezewa hayo mapigo, na atakayepunguza hayo maneno naye ataondolewa sehemu yake katika ule mji mtakatifu. Kwa hiyo tumelimitiwa kwenye kitabu cha Biblia. Kwa hiyo Mkristo wa uongo na mpiga Kristo, mtu yote anayefasiri kinyume na maandiko, maandiko yanajifasiri, inabidi uchukue andiko kufasiri andiko. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na kwa jinsi hii tukaona kwamba Yesu Kristo, huyu Yesu Kristo tunayemsema, alitabiriwa na Musa kwenye Kumbukumbu la Torati. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kumbukumbu la Torati pale, Musa alimtabiri Yesu Kristo kwamba atakuja. Na alisema Bwana Mungu wenu ataondokeshea nabii aliye mfano wangu mimi, akija huyo msikieni yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Torati sura ya 18 mstari wa 15. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na aliposema hivyo sasa, Bwana Yesu Kristo akaja kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 5 mstari wa 45 mpaka 47. Yesu anawahubiria Mafarisayo, wanampinga, wanasema sisi tunamwamini Musa, tunaamini Torati ya Musa, na Yesu anasema Musa aliandika habari zangu mimi. Kwa hiyo tukaona kwamba yale maandiko ambayo Musa alisema, huyo nabii ambaye Musa alisema Mungu ataondokeshea ni Yesu Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Yesu alipokuja ni yule nabii. Bwana Yesu abariki sana. Sasa Musa hakumpinga Yesu, alisema akija huyo nabii mumsikie. Sasa Mafarisayo hawajapata ufunuo kwamba Yesu Kristo ndio yule nabii aliyetabiriwa na Musa. Inabidi wamsikie huyo Yesu Kristo. Wenyewe wanampinga. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo Yesu wanavyompinga sasa, wanakuwa wanapingana na Musa pasipo kujua. Na wenyewe walikuwa wanampinga akiwa na maana, wanasoma maandiko. Wanasoma maandiko, Musa alisema msiue. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Alafu anasema msinywe damu, nyama mule nyama ya wanyama, msile nyama ya binadamu, lakini msinywe pamoja na damu. Sasa Yesu anasema aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele. Wanachukua Torati ya Musa wanasoma, Musa alisema tusile nyama wala tusiue. Sasa huyu kwanza ni binadamu, anasema tumle, alafu anasema tunywe na damu yake. Anasema huyu ni mchawi, anatufundisha uchawi. Kwa hiyo wakawa na nguvu nyingi sana za kumpinga Yesu, kwa sababu anafundisha kinyume na Torati. Bwana Yesu abariki sana. Lakini sasa Yesu na Musa walikuwa wapiga, kwa sababu Musa aliwaambia akija wamsikilize. Bwana Yesu abariki sana. Nadhani hapo akija huyo msikieni. Na hapo tukasema ndio inasema ile andiko ambalo sema andiko huwa roho huisha. Wengi wanachukua hivyo, sijawaelewa wanamaanisha nini, lakini wanapinga neno la Mungu. Tunaposoma Biblia wanasema hilo ni andiko. Sasa pale Musa alivyoandika ilikuwa ni andiko, Yesu alikuwa ni roho amekuja kuuisha. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo Yesu sasa wakati anakuja anahubiri, walipokuwa wanampinga kwa kutumia maandiko ya Torati, walikuwa sasa wanaandiko linalowaua. Kuna roho pale ambaye ni Yesu Kristo, yeye anawahuisha, wakimwamini wanapata uzima wa milele. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo pale wakafa na maandiko yao. Bwana Yesu abariki sana. Na hivyo hivyo sasa tukaona sasa kumbe kitu kama hicho kimejirudia tena kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 10. Kwamba kitabu cha Ufunuo sura ya 10 kwenye Agano Jipya sasa, baada ya Yesu kuondoka, kukawa na nyakati 7 za kanisa. Lakini katika nyakati 7 za kanisa tunaona kuna malaika 7 ambao Mungu aliwatuma. Kwenye Agano la Kale ndio ile mfano wana wa Israeli walikuwa wanasafiri kwenda kule kule Kanani, walikuwa wanashushiwa mana, chakula cha uzima, walikuwa wanashushiwa.
Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kila siku Mungu alishusha chakula kipya, na waliambiwa wale ile mana siku itakaposhuka hiyo hiyo wasisaze. Bwana Yesu abariki sana. Sasa ile ilikuwa ni kivuli tu, kwa sababu Torati ni kivuli kutuleta kwa Kristo. Torati ilivyotuleta kwa Kristo, tunaona kuna vipindi 7 vya kanisa vipindi vya 7 vya kanisa ambao Mungu alishusha mana ya kimbinguni. Na maana ya kimbinguni ni neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo wakati Paulo alitumwa, hapo tunaona hapo kwenye Ufunuo sura ile ya 5 mstari wa 6, anasema kuna macho 7, kuna roho 7, ambazo hilo roho 7 ni roho 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote. Kwa hiyo nyakati zote zilizopita kabla ya Paulo, wale mitume na manabii tunaowasoma kwenye Biblia walikuwa ni Wayahudi na walitumwa kwa taifa la Israeli. Lakini mtu wa kwanza kutumwa kwa mataifa yote ni Paulo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Paulo alitumwa kwa mataifa. Alafu tukaona kuna watu 7 ambao wametumwa kwa mataifa, ambao kwenye Biblia wanaitwa malaika 7 kwenye kitabu cha Ufunuo, au nyota 7 za Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yaani wale wanaosema mastaa wale ni kama walichukua hapa. Mungu hapa ana mastaa wake hapa duniani kwa kila wakati. Star wa kwanza wa mataifa alikuwa ni Paulo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tukaona hapo kuna Ireneo, kuna Martin, kuna Columba, kuna Luther, kuna John Wesley, alafu kuna wa mwisho anaitwa William Marion Branham. Hasa Ufunuo sura ile ya 10 tunaona kwamba mstari wa 7 unasema kwamba huyu malaika wa 7 ambaye ni mjumbe wa 7 William Marion Branham atakapokuwa tayari kupiga baragumu, siri za Mungu zitakuwa zimetimizwa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kama ndivyo wahubiri watumishi wake hao manabii. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa kumbe sasa tunaposema roho, maandiko huwa roho huisha. Kumbe sasa huyu mtumishi wa 7, huyu malaika wa 7 tulisoma kwamba Ufunuo sura ya 10 amepewa kitabu kikiwa kimefunuliwa. Ile miuli ikiwa imefunuliwa, kitabu kikiwa sasa hakina mafumbo, ili kukileta kwa wanadamu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na malaika wa 7 atapokuwa tayari kupiga baragumu, tukaona kwamba hiyo Isaya 58 inasema kupiga kelele na kuhubiri watu makosa yao ni kupiga tarumbeta. Amen. Kwa hiyo kuhubiri ni kupiga baragumu ni kuhubiri. Kwa hiyo malaika wa 7 atapokuwa tayari kupiga baragumu, siri za Mungu zitakuwa zimetimizwa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hasa malaika wa 7 ni huyu William Marion Branham, tuna picha yake hapa. Bwana Yesu abariki sana. Uzuri wake tena ana roho wa Mungu. Hiki kitu Yesu alikisema alipoingia kwenye sinagogi, akasema roho wa Bwana yu juu yangu, maana ameitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, vipofu sio kufunguliwa. Ndio maana mtu anapompinga Yesu tayari anapinga roho wa Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Anakuwa anapinga hapo, anabaki na andiko lakini roho. Sasa hivi amekuja malaika 7 William Marion Branham. Anayempinga William Marion Branham tayari anabaki na andiko, Biblia, anakufa na andiko. Lakini anayeamini ujumbe wa huyu mtu anauishwa. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa sababu huyu umempata kimaandiko. Yaani sisi wa Kristo kazi yetu ilikuwa sio kusoma Biblia na kuielewa, kwa sababu kusoma Biblia na kuibuka na mafundisho yetu tunayoielewa, tumeibuka na madhehebu mbalimbali. Kwa hiyo kazi yetu ilikuwa ni kumtafuta malaika wa 7 yuko wapi. Kwa sababu maandiko yamewelekeza malaika wa 7 kama vile Musa alivyoelekeza kwa malaika kwa Yesu Kristo, na maandiko yameelekeza kwa malaika wa 7. Tumtafute huyo, tukimpata sasa ndio atatufunulia maandiko ya Biblia, atatufunulia Biblia. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo malaika huyo anapokuwepo sasa, anapohubiri, haipasi wewe kumpinga. Amen. Amini kila neno analosema. Kama vile Yesu alivyompinga Mafarisayo, na ndio wanaompinga huyu ni Mafarisayo wa wakati wetu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Hawa watu wote wanaompinga William Marion Branham akiwa na nguzo ya moto ni Mafarisayo wa wakati wetu, wanabaki na maandiko. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa kama vile ambavyo tunasema neno linafasiriwa, yani kwamba tuna watu sasa wakati huu unapowasomea maandiko au ukiwasomea Torati. Bwana Yesu abariki sana. Unasoma Torati, kitabu cha Musa kile. Unaposoma kitabu cha Musa Torati, wanasema sasa hivi hatuishi kwa matendo ya sheria bwana. Mambo ya sheria kwa kipindi cha Musa. Sasa hivi tunaishi kipindi cha Kristo. Kwa hiyo wanaanza kupinga na kuonyesha Yesu amekuja. Sasa jinsi ya kufasiri yale maneno ya Torati ambayo inatakiwa tuyaache
Bwana Yesu abariki sana. Ni kama vile ambavyo kwenye Torati tunaona kulikuwa na kondoo anachinjwa kwa ajili ya dhambi za watu. Sasa huku Agano Jipya tunaona amekuja Yesu Kristo mwana kondoo kwa ajili ya dhambi za watu. Kwa hiyo ili uweze kusema hili lilipita, inatakiwa uchukue lile Agano la Kale mahali ambapo lilisema kondoo achinjwe, alafu uonyeshe kondoo alifanyika Yesu Kristo. Ndio habari za kuchinja kondoo zinakuwa zimeisha. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Lakini kama sasa wewe unapinga tu, yani kuna mambo ambayo yaliandikwa kwenye Agano la Kale kwenye Torati, alafu Agano Jipya hatuoni maandiko ya kuongeza kitu au ya kupinga, kuonyesha hicho kilipitwa na wakati, yale maandiko tunayachukua vile vile. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Kwa mfano hivi, kuna jamaa alikuwa anapinga kuhusu haya maandiko, si ndio? Anasema tunafuata Torati ilipitwa na wakati. Bwana Yesu abariki sana. Tukimsomea maneno ambayo ya Mungu amekataza labda kuvaa suruali, wanawake kuvaa vigora, anasema hayo mambo ya kimwili ya Torati, sasa tuko huru. Bwana Yesu abariki sana, anapinga. Lakini nadhani muuliza swali moja. Ukiangalia kwenye Torati pale, panasema mwanamke hapasi kuvaa mavazi ya mpasayo mwanamume, na mwanamume hapasi kuvaa mavazi ya mpasayo mwanamke. Bwana Yesu abariki sana. Torati inasema hivyo. Sasa huyo mtu nimuuliza akasema, sasa mbona wewe hautembei uchi unavaa na ni Torati? Hatuoni kwenye Agano Jipya kwamba inapinga, ila Agano Jipya inasema wanawake wavae mavazi wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Bwana Yesu abariki sana. Hata akasema kama wewe mbona unafuata sheria ya Musa, sasa wewe unavaa nguo za kiume, vaa magauni na wewe, au tembea uchi tukuelewe. Kwa sababu na wewe tunaona tayari unaishi kwa Torati, sasa inabidi usifuate hayo ambao Musa alisema. Bwana Yesu abariki sana. Nafikiri yule mtu akakimbia baada ya kumhoji hivyo. Kwa hiyo kuna mambo unakuta tunaishi tunafuata sheria. Bwana Yesu abariki sana. Na kuna mambo tunasema tumetoka kwenye sheria. Lakini sheria, yani uhuru, wanasema tuko uhuru sasa hivi hatufuati sheria, si ndio? Uhuru bila sheria ni ushetani. Ndio. Bwana Yesu abariki sana. Sisi tulikuwa sio uhuru, tulikuwa tunawatumwa wa watu weupe wazungu, Waingereza. Lakini tulidai uhuru tukapata uhuru hapa. Lakini katika uhuru tuliopata tukajiwekea katiba. Kwa hiyo tayari uhuru tayari tumebanwa na katiba. Ukienda kinyume na katiba unakamatwa, unapelekwa magereza. Kuna magereza kule. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hata Agano Jipya tunaposema sheria zilipita, kuna neno la Mungu ambalo Yesu kasema tunabanwa na hilo neno bado. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Naona muda umeniacha, lakini nataka kusema hivi kwamba nimalizie hivi. Nimeleta hayo nikiwa na maana kwamba hata huyu ndugu William Marion Branham sasa kuna mambo yamejirudia kwake, kama vile ambavyo Bwana Yesu abariki sana, kama vile ambavyo kwenye Biblia yapo. Kwamba katika ndugu William Marion Branham kuna kitu tunaita ufunuo wa mihuri 7. Bwana Yesu abariki sana. Kwamba kuna kitabu kimeandikwa ufunuo wa mihuri 7. Bwana Yesu abariki sana. Katika ufunuo wa mihuri 7 tumepata waaminio wengi. Unaposoma jumbe za wakati ambao umepita, Bwana Yesu abariki sana, kada ya mwaka 63 ambapo Mungu alimshukia ndugu Branham katika wingu. Bwana Yesu abariki sana, na kumpa ufunuo wa mihuri 7. Hasa wanasema hivyo jumbe ni kabla ya ufunuo wa mihuri. Bwana Yesu abariki sana. Na ni kweli ndugu Branham ukisoma jumbe anasema zamani, kuna baadhi ya jumbe anasema zamani nilikuwa najua hivi, lakini baada ya mihuri kufunuliwa nafahamu hivi. Bwana Yesu abariki sana. Kwa mfano ile nilisoma pale kwenye mambo yatakayokuwapo. Ujumbe wa mambo yatakayokuwapo nilisoma pale kuhusu mbinguni. Mambo yatakayokuwepo paragrafu ya 42 pale. Nabii anasema zamani baba zetu walikuwa wanafundishana kwamba watu wakifa wanaenda mbinguni sehemu fulani huko juu, wanapiga vinanda siku zote na kuimba. Bwana Yesu abariki sana. Hasa nabii anasema hiyo ilikuwa ni dhana ya zamani kabla mihuri haijafunuliwa. Bwana Yesu abariki sana. Tulielewa hivyo. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anafikiri mbinguni mahali fulani tutafanana kama malaika, tutakuwa hivi na hivi. Lakini siku hizi baada ya mihuri kufunuliwa, anasema mbinguni sasa ni mahali kama paradiso, kama Eden. Kwa hiyo pale ndugu Branham anatuonyesha pale Eden ambapo Adam na Hawa walikuwepo ndio mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Na mimi nikaongezea ili uelewe vizuri, ile Eden kumbuka ilikuwa inalindwa na upanga wa moto. Malaika wanaizunguka ile Eden, mtu asiweze kuingia. Hasa watu wengine wanasema ilikuwa duniani.
Kama duniani inabidi tutalii, twende, watu hao wanaenda kama wanavyoenda Yerusalemu, alafu wakute malaika yuko kwenye mlango wa bustani ameshika upanga wa moto, si ndio hivyo? Amen. Lakini hakuna mahali pa hivyo, isipokuwa Biblia inasema neno la Mungu ni upanga. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunapoingia kwa neno la Mungu na sisi tunakuwa upanga wa moto. Unakuta kumbe inaelezea habari ya Roho Mtakatifu. Unapata ufunuo, kumbe ukipata Roho Mtakatifu umerudi Edeni. Yale mamlaka Adamu alikuwa ameyapoteza yanakuwa yamerudi kwako. Kwa hiyo hapo sasa, baada ya kusema hivyo, Branham tayari yale mafundisho ya huko alikuwa anasema sijui ilikuwa hivi, inabidi uyaache uchukue hii kwa sababu mihuri imefunuliwa. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na kuna mahubiri ambayo alikuwa anahubiri ndugu Branham kwamba roho haina mwili. Bwana Yesu abariki sana. Anasema roho haina mwili, haina mwili. Ukisoma muhuri wa 5 sasa ndio anasema zamani nilikuwa naogopa kuwa roho kwa sababu roho haina mwili. Lakini baadaye yeye akatoka akawa roho, akasema ni watu halisi, wakakumbatiana. Kwa hiyo hili andiko la kusema roho haina mwili inabidi tuliache sasa, tuchukue kumbe roho ina mwili. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Na kama kuna mambo ndugu Branham aliyasema huko kabla ya mihuri, alafu mihuri imefunuliwa, hajayapinga, hajayakanusha, tunayachukua vile vile. Amen. Kwa hiyo tusipate wandugu ambao wanasema mambo, Bwana Yesu abariki sana, kwa ajili anataka tu kulipinga. Kama unasema Branham alisemaga hivi, utuonyeshe alivyosema vingine, alipoibadili. Kama hakuna alipoibadili, chukue vile vile alivyosema. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Haya yote nataka tuje tuangalie polepole vile Branham alisema, kwa sababu ya muda niishie hapa. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen.